Katika Tanzania ni kwamba watu 7 kati ya 12 waliofariki katika ajali ya barabarani kule Elbagon, kaunti ya Nakuru, wanatoka kijiji kimoja cha Arimi. Hii imebainika wakati wa kutambulisha mili ambayo ilipewa kutoka eneo la ajali katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya kaunti ndogo ya Molo. Na kulingana na mkuu wa polisi wa Molo, jumla ya watu 30 wamefariki kupitia ajali za barabarani eneo hilo. Mwanahabari wetu wa Nakuru Bridget Ngana ana maelezo zaidi. Katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya Molo, familia ziliwasili kutambua wapendwa wao wakiwa wamegubikwa na huzuni. Robert Mutura alimpoteza mjukuu wake Penina Wamboi aliyekuwa mwanafunzi wa kidato cha 3 na alikuwa anarejea nyumbani kutoka shuleni. Nilipata habari kama saa 1 hivi, nilikuwa nyumbani kapia hiyo kuna gari imeanguka na ilikuwa na watoto wa shule. Na akawa mmoja ndio mjukuu wangu. Mamake Penina akiwa amefedheheshwa na kumpoteza mwanawe wa kwanza. Mtoto wangu aliaga siku ya jana kwa ajali ya barabara iliyopatikana hapo karibu ashuke hapo Aremi. Mimi sina uwezo ya kumzika, sina uwezo, nafanya kazi kwa maua na ni contract yangu ni kuisha inaisha. Kiari Emboro alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza waliofika eneo la ajali kusaidia kuopoa waliofariki na manusura. Asijue babake alikuwa miongoni mwa walioaga dunia. Nilikuwa naokoa hii miili ingine. Sasa bila ya kujua babangu wako hapo. Sasa nilirudi kujua babangu wako hapo. Nilipopigiwa simu nikaambiwa babangu wako mochari na nikakuja leo kumuona. Kulingana na wanakijiji wa Aremi, watu 7 kati ya 12 waliofariki ni majirani na walifanya vibarua kujikimu, kuashiria uzito wa gharama ya mazishi kwa jamaa wao. Na kazi ambao wanafanya wengi wao wanafanya hapa kwa maua. Kwa hivyo tunahusuni kama serikali, tunaomba muje mtushikilie mkono, maana ni area moja, ni kijiji moja. Sisi wana kijiji hatuwezi hii jambo tukua peke yetu. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Molo, nyingi ya ajali za barabara eneo hilo zimetokana na utepetevu wa madereva barabarani. Watu 30 wamekufa kutoka Januari na wale wameumia sana, ile tunaita serious injury, ni 21 na wale wameumia kidogo ni 2. Kulingana na mamlaka ya NTSA, kufikia mwisho wa mwaka 2024 zaidi ya Wakenya 4700 walifariki kutokana na ajali barabarani kote nchini. Hii ikaishia na NTSA kuanzisha kamati za usalama barabarani katika kaunti zote 47 hapa nchini. NTSA ikitarajia kuwa kamati hizi zitaangazia swala la usalama barabarani. Bridget Ngana, NTV, Nakuru.